هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا بوحدانيته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد بريته وعلى عترته الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwa ujumla, sote kwa baraka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama. Tumeingia katika mwezi wa Shawwal, mwezi ambao unafuatia baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, katika khutba yetu ya leo itahusiana na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema qad aflaha man tazakka fi surati al-A'la. Kwa hakika amefaulu man tazakka, yule ambaye ametazakka. Ndugu zangu, katika hii aya kuna tafsiri mbili, ambayo tafsiri ya kwanza nitaizungumzia katika khutba ya kwanza na tafsiri ya pili nitaizungumzia katika khutba ya pili. Tafsiri ya kwanza ya aya ni kwamba qad aflaha man tazakka, kwa maana ya kwamba amefaulu, kwa hakika amefaulu yule mwenye kujitakasa, yule ambaye
atakayejitakasa. Na hapa wafasiri wanasema ya kwamba tazkiyatun nafs min almaasi wadhunubi, ni kuitakasa nafsi kutokana na maasi na madhambi. Wanasema ya kwamba kilichokusudiwa katika aya hii, moja ya tafsiri ni kwamba ni kuitakasa nafsi kutokana na maasi. Tulikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tukijishughulisha na ibada mbalimbali na maamrisho mbalimbali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo mojawapo ilikuwa ni kujitakasa na kuzitakasa nafsi zetu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye atakaitakasa nafsi, atakaisafisha nafsi, atakaiondosha nafsi na maovu, atakayiondosha nafsi na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na zoezi hili tulikuwa tukilifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ndani ya Qur'ani ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga, mmewajibishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama jinsi ambavyo walivyofaradhishiwa na kuwajibishiwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaona ya kwamba katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anatupa mazoezi na kuzipa nafsi zetu mazoezi ndani ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndiyo tazkiyatun nafsi, na huku ndipo kuitakasa nafsi. Nafsi inahitajia malezi, na malezi ya nafsi ni pale ambapo nafsi inapoingia katika toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufuata anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiepusha na kila radhail, kila maovu, kila machafu ambayo yanapelekea kuitia dosari nafsi. Waqad khaba man dassaha, ambapo ni kuiendekeza nafsi na kuifuata nafsi. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika suratul Nazi'at anasema ya kwamba fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya alma'wa, ama yule ambaye mwenye kupiuka mipaka, yule ambaye ni muovu na akazidi zaidi kubebea katika maasi, katika toa nafsi, katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuiendekeza nafsi na kuipenda zaidi dunia, fa innal jahima hiya alma'wa, huyo hapo moto utakuwa ndiyo maendeo yake na ndiyo sehemu yake na ndiyo makazi yake. Wa amma man khafa maqama rabbi, ama yule ambaye atakayeogopa kisimamo cha Mola wake, akaogopa siku ya Kiyama, akaogopa makutano na Mola wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuogopa kisimamo mbele ya Mola wake, wa naha an-nafsa 'anil hawa, na akaizuia nafsi na matamanio, akaizuia nafsi na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ibara nyingine akaitakasa nafsi, fa innal jannata hiyal ma'wa, huyo ndiyo ambaye pepo itakuwa ndiyo maendeo yake na ndiyo makazi yake. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotufundisha kuhusiana na kuitengeneza nafsi, ya kwamba madhara ya nafsi ni kwamba utakapoifuata nafsi, fa innal jahima hiyal ma'wa,
na utakapoikhalifu nafsi, wanaha nafsa anil hawa, ukaizia nafsi na matamanio, ukafuata anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukaizuia nafsi na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa, basi maendeo na makazi yatakuwa ni katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo swala kwanza ni tazkiyatun nafs, ni kuitakasa nafsi. Na zoezi hili tulikuwa tukilifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukasoma baadhi ya riwayat, baadhi ya ahadith ambazo zilikuwa zikionyesha fadhila za mwezi wa Ramadhani, na wale ambao watakaopata hasara ndani ya mwezi wa Ramadhani, na wale ambao watakaopata faida ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumezilea nafsi zetu sana ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa maana ya kwamba tumefanya kila aina ya toa. Tumeswali, tumefunga, tumetoa sadaka, tumewakirimu wageni, tumefanya kila aina ya jema, kila aina ya ihsan tumezifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumezitakasa nafsi zetu. Kama ulikuwa ni mchoyo, umetakasa nafsi yako na uchoyo, umekuwa ni mkarimu. Kama ulikuwa ni muongo, umeitakasa nafsi yako kutokana na uongo, umekuwa ni mkweli. Na haya ndiyo ambayo tulikuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa cha kwanza kabisa Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba qad aflaha man tazakka, amefaulu yule ambaye mwenye kujitakasa, mwenye kuitakasa nafsi yake. Tazkiyatun nafs anil maasi, kuitakasa nafsi kutokana na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba sisi tunazitakasa nafsi zetu, sisi tunazisafisha nafsi zetu kutokana na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu lengo la kwanza la mwanadamu kuumbwa ni kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa ni kwa lengo la kuniabudu. Kwa lengo la kuniabudu, kwa maana kwamba kwa lengo la kunitii. Ukishaweza kuwa ni katika wanaomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa ni katika wanaosali, ni katika wanaofunga, ni katika wanaohiji, ni katika wanaotoa zaka, ni katika wanaotoa khumsi, ni katika wale ambao wanaepuka zina na vitu vingine vyote. Endapo utakuwa unamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya kwamba kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ndani ya Qur'an ya kwamba mwezi wa Ramadhani umefaradhishwa kwetu sisi la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lengo la kwanza la aya hii ni kuitakasa nafsi, na tafsiri ya kwanza ya aya hii ni kuitakasa nafsi kutokana na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Alhamdulillah iqraran bi ni'matihi wa la ilaha illa Allah ikhlasan bi wahdaniyatihi wa sallallahu ala Muhammadin sayyidi bariyatihi wa ala al-asfiya'i min itratihi at-tahira alladhina adhhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza ndani ya Qur'an na kutuambia kwamba enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kisawasawa uchao wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msije mkafa isipokuwa mfe aliyakuwa ni Waislamu wenye kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na mseme kauli ya sawa, kauli ya kweli, kauli ya haki. Yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atazitengeneza na kuzifanya amali zenu ziwe ni njema, atazitengeneza amali zenu zitakuwa ni amali salihah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na pia kukumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema maneno ya kweli, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusameheni madhambi yenu. Man yuti'i Allah wa rasulahu, na yule ambaye atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, si Mwenyezi Mungu tu bali atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, atakuwa amefaulu ufaulu mkubwa, atakuwa amefaulu ufaulu ambao uliokuwa ni wenye hadhi, ufaulu ambao wenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Tafsiru thani, tafsiri ya pili ya aya qad aflaha man tazakka, ni zakatul alfitra, ni kutoa zakatu alfitra. Al-Imam Sadiq alayhi salam, mmoja katika maimamu watukufu, maimamu wa nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naye ni imamu wa sita katika wale maimamu 12, anasema qad aflaha man tazakka, ya kwamba qad aflaha man akhraja zakata alfitra, amefaulu yule ambaye atakayetoa zakatu alfitra. Na Abu Abdullah alayhi salam anatuambia kwamba inna min tamami saum, katika kukamilisha saum, kamilisha funga, i'ta'u zaka, ni kutoa zaka. Zaka gani? Zakatul fitra. Katika kutimiza funga, siku 30 hazijatimia, funga yako haijatimia, haijawa kamili, isipokuwa ni kwa kutoa zakatul alfitra. Kama anna salata ala nabi, kama vile ilivyo kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, min tamami sala, ni katika kukamilisha swala lazima umsalie Mtume. Katika swala unaposwali, basi kumswalia Mtume ni wajibu. Ndio maana wakasema fa innakum man lam yusalli alaykum la salata la, yule ambaye atomsalia Mtume na ahli baiti wake katika swala, basi hana sala, swala yake itakuwa ni swala ambayo isiyokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu man sama wa lam yuaddi zaka, kwa sababu yule ambaye atakayefunga na asitoe zakatul fitra, fala sawma lahu, atakuwa hana funga, atakuwa hana saumu, saumu yake itakuwa ni yenye kurudishwa na sio yenye kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadhālika, anasema kwamba idha tarakaha mutaammidan, lakini atakapoacha kutoa zakatul fitra kwa makusudi, kwa maana kwamba ana uwezo wa kutoa lakini hakutoa zakatul fitra, ana uwezo na imkania ya kutoa lakini kwa makusudi hakutoa zakatul fitra, basi huyo atakuwa funga yake imekataliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suila al-Imam as-Sadiq alayhi salam an qawli Allah azza wa jalla qad aflaha man tazakka, aliulizwa al-Imam as-Sadiq alayhi salam ya kwamba kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema qad aflaha man tazakka, akasema al-Imam man akhraja zakata al-fitra, yule ambaye atakayetoa zakatul fitra atakuwa ndiye aliyefaulu
mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiye ambaye funga yake itakayokuwa imekubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kwamba ikhraju zakatul fitra, kutoa zakatul fitra ni amrun wajib, ni jambo la wajib kwa kila ambaye mwenye uwezo, Muislamu baligh ambaye mwenye uwezo ukamfikia usiku wa Idi, akawa ana uwezo na akawa yuko hai, hana tatizo lolote, basi kutoa zakatul fitra kwake ni wajib. Kutoa zakatul fitra kwake anawajibishwa kuitoa zakatul fitra, na endapo hatotoa basi atakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atakuwa bado hajaitakasa pia nafsi yake kwa kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zakatul fitra. Kwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mambo haya mawili ambayo yanafungamana na sisi katika siku hii ya leo ya Eid, kwanza kuzitakasa nafsi zetu kutokana na kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na la pili ni kutoa zakatu alfitra, na inatolewa kabla ya kusali swala ya Eid. Itakuwa itolewe kabla ya kuswali swala ya Eid. Nadhani kwa wanafunzi wanakuwa wanafundishwa katika madaris, lakini jana pia tumejaribu kugusia kabla ya kuingia usiku wa Eid. Jana tumejaribu kuigusia. Kwa hiyo masala mawili tunayo katika aya hii. Cha kwanza ni tazkiyatun nafs, na cha pili ni kutoa zakatu alfitr, ambayo ni wajib kwa kila Muislamu aliyekuwa ni baligh, na ni wajib kwa kila kichwa ambacho kila mlezi wa familia kumtolea kila ambaye aliyekuwa chini ya himaya yake, chini ya ulezi wake, baba au mama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.